Majina naitwa James Leonard, mwenyekiti wa Simba Arusha. Tunashukuru kwamba timu yetu imeweza kucheza mchezo mmoja wa CRDB Confederation na mchezo huu umeisha kwa kushinda magoli 3 na tunaelekea kwenye raundi ya 16. Tumeona namna ambavyo mchezo umekwenda. Baadhi ya wachezaji watu wanasema labda ni viwango vyao vimeshuka kwa namna moja ama nyingine, lakini baada ya ushindi huu hakuwa kunahitajika kutumika nguvu kubwa kwa ajili ya kuendelea kupata magoli zaidi, lakini kubwa ilikuwa ni qualify na timu imeweza kuqualify kwa ajili ya mchezo mwingine unaofuata. Lakini haya mambo ya wachezaji tutamwachia coach Fadlu Davids, yeye ataona ni namna gani kama atakuwa na uhitaji wa wachezaji wengine katika kipindi kinachokuja, lakini tunafahamu timu yetu bado ina wachezaji wazuri na ina perform vizuri sana. Usajili wa timu yetu ya Simba Sports Club kwa msimu huu 24-25 ulikuwa umekidhi na uongozi umefanya usajili mzuri sana, lakini baadhi ya wachezaji kama Mutale wanaonekana hawana performance ile ambayo ilitoka nayo kule walikokuwa awali. Hii ni kawaida kwa wachezaji, hasa kutokana na mazingira ya nchi au ligi wanaokwenda kucheza, ushindani uliopo au kukopi na mbinu za mwalimu aliyokuwepo katika timu hiyo. Kwa hiyo mwalimu ataendelea kumwangalia kama atafaa kuendelea na timu yetu kwa msimu unaofuata ama ataona vinginevyo, lakini ni mchezaji ambaye wakati fulani amesaidia klabu yetu na kuna nyakati huwa hana ile consistency ya performance yake au ule kiwango chake kikubwa hajakifikia toka amekuja. Kwa hiyo ni kawaida kwa wachezaji kutokuperform, sio wote wanaperform, lakini kwa asilimia 85 mpaka 90 ya wachezaji waliosajiliwa katika msimu huu wameperform vizuri sana. Bado ana nafasi ya kuendelea kuonyesha kipaji chake, ana nafasi ya kuonyesha uwezo wake, na kama ambavyo naendelea kusema kwamba mwalimu ataona kile ambacho kinafaa kufanya mwisho wa msimu. Kwa sasa tumwachie mwalimu aendelee kutafakari kuona ni nani atatufaa katika msimu unaokuja, nani ambaye afai. Lakini kwa klabu yetu ilivyo na performance ilivyo, bado tunahitaji wachezaji wenye uwezo mkubwa zaidi, quality players ambao watatuongezea kitu katika kuhakikisha kwamba timu yetu inakuwa bora, na sasa iwe bora zaidi ya hapa ilipo. Mashabiki wa Simba Sports Club kwanza ni waungwana, ni wasikivu, ni watulivu na wanasikiliza viongozi wao. Kwa hiyo kutokana na kuahirishwa kwa mchezo huo, sisi tulisikiliza viongozi kutoka club na sisi maelekezo yetu kawapeleka kwa wanachama na mashabiki katika mkoa wetu wa Arusha waendelee kuwa watulivu mpaka mamlaka ya soka katika nchi yetu itakavyoamua vile ambavyo itaamua, ndivyo tunaweza tukajadili. Lakini kwa sasa tuiachie mamlaka ifanye kazi yake, sisi tutaendelea kufanya taratibu kulingana na jinsi ambavyo tunapangiwa ratiba na mamlaka zenyewe. Kwanza tumekuwa tukiunga klabu yetu mkono kuanzia mwanzo wa msimu huu mpaka hapa, na tutaendelea kuiunga mkono mpaka msimu utakapomalizika. Lengo ni kuhakikisha kwamba klabu yetu inakwenda kutimiza malengo yake. Kwa hiyo sisi tunaunga mkono klabu yetu na tungekuwa na safari ya kuelekea Dodoma kuisupport klabu yetu, lakini tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia mwezi wa Kwaresma. Kwa hiyo kuna namna ambavyo tunawapa nafasi wanachama na wapenzi wa klabu yetu waendelee kushiriki na familia zao kwa kipindi hiki, lakini baadhi yetu tunaona jinsi ambavyo tunafikiri namna ya tumekaa kufikiri kwamba kuna watu wachache ambao wataenda kuiunga klabu mkono, wale ambao wana nafasi. Kwa hiyo mpaka jioni ya leo tutakuwa tumetoa sura hiyo. Tunaamini kwa sababu Dodoma ni sehemu karibu, tutakwenda kutoa support kwa timu yetu, lakini pia mpaka sasa zipo support za namna nyingi ambazo tunaenda kusupport klabu yetu kuelekea mechi hiyo. Timu yetu ya Simba ni timu ambayo imekuwa imefanya mapinduzi makubwa sana katika mpira wa nchi yetu kama klabu kwa nafasi yake, na mashabiki na wanachama wa klabu ya Simba nao wanavutiwa sana na kujisajili kidijitali, na hivi tuko katika harakati kama Arusha tutawaelekeza watu kwenye matawi yetu mbalimbali ni namna gani ambavyo tutaendelea kufanya kazi ya kujisajili kidijitali.